Mwanza oye! Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kama kuna wakuli amang'ana mboya, kama kuna wachaga shimboni mai shimboni shavo, kama kuna wapare urewedi, kama kuna wahaya shumaramo waitu, kama kuna wagogo mbukweni, kama kuna wafipa posu tamwakata, kama kuna wajaruo ya oreangima wachimadara, kama kuna wasukuma mwadera baba na bamayo imwashe minza mlemola, kama kuna wakelewe kampiroba chasugu mwaongera chikaka masika jaji, kama kuna watu wa kusini Mwanza kuchere, kama kuna Wamasai Subai, kama kuna Wasingida habariki, wale wengine Mbwane B. Kwa hiyo unaweza ukaona Tanzania yote iko hapa. Hongereni sana Watanzania wa Mwanza mliokuja kutushughulikia. Ndugu zangu wananchi wa Mwanza, kabla sijasema chochote, ningependa nichukue nafasi hii kuwakumbuka wale wote waliotangulia mbele ya haki wakati tukiwa kwenye zoezi hili la kampeni, watu wa vyama mbalimbali, lakini pia wale waliopata ajali na kupata ulemavu wa aina yoyote, Mungu akawaponye haraka. Kwa wale waliotangulia mbele ya haki, basi tukae kimya angalau dakika moja, tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu ili roho zao zikapumzike kwa amani. Mungu kazipumzishe roho za marehemu waliotangulia mbele ya haki. Amina. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa mgombea mwenza Mama Samia, ndugu viongozi wote mlioko meza kuu, ndugu wananchi wa Mwanza wa vyama vyote mliojitokeza hapa kwa wingi, kwanza nasema kwa dhati kutoka moyoni mwangu, ninawashukuru sana kwa makaribisho mazuri leo ambayo yananipa matumaini kweli kwamba kesho mtakwenda kunichagua na kuwa rais wa awamu ya 5 ili nikafanye kazi kwa nguvu zangu zote. Ninafahamu kwamba pamoja na kwamba niko hapa Mwanza na Mwanza leo imefunika, lakini ninafahamu kule Tanga napo huwa naangalia, Mbeya napo hivyo hivyo, maeneo mengine ya Tanzania yote yako hivyo hivyo, katika mikoa mbalimbali. Napenda niwashukuru sana Watanzania kwa moyo huu wa uzalendo ambao una lengo kubwa la kufanya mabadiliko yaliyo ya maana kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania wote, ili tuende mbele katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Ninawashukuru sana Watanzania, na kwa niaba ya Watanzania walioko hapa Mwanza katika uwanja huu wa CCM, basi nawashukuru wote na Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, wakati nikizunguka katika mikoa mbalimbali hapa Tanzania, napenda niseme kwenu ndugu zangu, nilipata makaribisho mazuri sana. Lakini wakati nikiwa nazunguka, na kwa sababu nimeweza kuzunguka Tanzania nzima kwa barabara, nimeweza kujua shida za Watanzania zote, na hii imenisaidia
kama elimu ya pekee kwangu kwamba nitakapochaguliwa kuwa rais, nitakapoingia Ikulu, na wengine mnaniita tingatinga, nitakapotinga Ikulu niende nikafanye kazi za Watanzania. Wakati nazunguka nimeweza kupata ushauri wa Watanzania mbalimbali. Nimeweza kupata ushauri pia kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye website. Nimeweza kupata ushauri kwa waandishi ambao wamekuwa wakiandika kwenye magazeti yao na kwenye vyombo mbalimbali vya TV. Nimeweza kupata ushauri kutoka kwa wazee, vijana, wakina mama, wajane, hata watoto, wanachuo na kila aina ya Watanzania walishiriki katika kunipa ushauri ili niweze nitakapokuwa rais niweze nikatekeleze huo ushauri. Napenda niwashukuru Watanzania wote ambao kwa nguvu zao na kwa mioyo yao ya upendo waliojaliwa na Mwenyezi Mungu waliweza kutoa ushauri kwangu, na napenda niwathibitishie ushauri huo nimeudhingatia na nimeubeba. Nitakapoingia Ikulu tu nitafanizia kazi. Na ushauri mwingine ulikuwa unatolewa kwenye mabango yanasema kafanye hivi, tuna shida hii, tunafanya hivi. Yote hayo ndugu zangu wa Tanzania, ninawashukuru kwa sababu hayo ndiyo yatakuwa moja ya changamoto zangu nitakazozishughulikia nitakapokuwa nimechaguliwa kuwa rais. Lakini napenda pia kuwashukuru wagombea wenzangu, wagombea 7 wa urais na mmoja ametangulia mbele ya haki. Ninawashukuru kwa sababu asiyekubali kushindwa si mshindani, lakini walijitolea kuzunguka katika maeneo mbalimbali wakiomba kura, kwa sababu hiyo ndiyo demokrasi. Lakini ninawashukuru kwa sababu wote 7 wanafahamu kwamba rais wa awamu ya 5 atakuwa John Pombe Joseph Magufuli. Na ndiyo maana mgombea mmoja alipokuwa akihojiwa akasema akimaliza hizi kampeni atakwenda kuchunga ng'ombe kula alikotoka. Ninamshukuru sana kwa sababu ameshajua rais ni Magufuli katika awamu ya 5. Kwa ujumla wa Tanzania wote na wana Mwanza, nimepata mapokezi mazuri, nimezunguka maeneo mengi, lakini ni kweli pia kuna baadhi ya majimbo kama 5 hivi sikuweza kuyafikia: Simanjiro, Ngorongoro, Ukerewe na Morogoro vijijini. Napenda niwaahidi, kwa sababu nitakuwa rais, hayo majimbo pamoja na Muibara, hayo majimbo ndiyo yatakuwa ya kwanza kwenda kuyatembelea, na nitayatembelea nikiwa rais. Kwa hiyo watakuwa na nafasi kubwa, na mimi pia nitakuwa na nafasi kubwa ya kuagiza hapo hapo kuliko ilivyo sasa, kwa sababu ninaomba kura tu. Waheshimiwa wananchi wa Mwanza na Watanzania kwa ujumla, wakati ninazunguka katika mikoa mbalimbali, nimekuja kujua kero nyingi ambazo bado zinawasumbua Watanzania. Moja ya kero nikianza kutaja, lakini si kwa umaarufu wake, kuna kero kubwa ya maji katika maeneo mengi. Na kwa bahati nzuri katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inasisitiza kwamba awamu ya 5 katika ajenda zake kubwa ambazo zitashughulikiwa na serikali nitakayoiunda itakuwa ni kushughulikia swala la maji. Tunataka maji katika maeneo ya vijiji na wilayani, wananchi waweze kupata 85% ya mahitaji ya maji, na katika mijini waweze kupata wananchi wapatao zaidi ya 95% maji. Kwa hiyo napenda niwathibitishie hapa, ndugu wananchi wa Mwanza na Watanzania kwa ujumla, swala la maji
litakuwa moja ya ajenda yangu ambayo nitaishughulikia kwa nguvu zangu zote, na ninafahamu hili nitaliweza. Nitaliweza kwa sababu unapotaka maji ni lazima uwe na umeme wa kuyavuta maji yalipo. Awamu ya 4 imefanya mambo makubwa katika kuhakikisha umeme unasambazwa, na bahati nzuri hivi karibuni tumepata fedha zingine zaidi ya bilioni 992 ambazo zitatumika katika mradi wa LEA katika kusambaza umeme. Kwa hiyo hili swala la maji halitakuwa zito sana wakati nitakapoingia madarakani kulishughulikia, kwa sababu umeme upo. Lakini pia hata kama tukitaka kutenga maji kwa kuchimba mabwawa, magreda na maburudoza yapo ambayo tulikuwa tunayatumia kutengeneza barabara. Sasa tutayahamishia mengine katika kuchimba mabwawa, na kule kwenye mabwawa tunapeleka mota na mabomba kwa ajili ya kuvuta maji. Kwa maji ambayo yako karibu kama ziwani na kadhalika na mito, itakuwa ni kazi rahisi kuifanya. Kwa hiyo napenda niwathibitishie Watanzania kwa niaba yenu, nikiwa ninazungumza hapa Mwanza, swala la maji tutalishughulikia kwa nguvu zetu zote. Kuna swala la umeme. Swala la umeme nalo tutalishughulikia kwa nguvu zote, na bahati nzuri limeanza kushughulikiwa sana katika awamu ya 4 na ya 3. Tuna mpango wa kuongeza megawatts zaidi ya 4915 katika grid zetu, na ndiyo maana katika mpango wa hapa Mwanza tutaconnect na grid ya taifa ili umeme usiwe wa mgao, umeme usiwe wa kukatika katika, mtu apate umeme masaa 48. Na kwa sababu nimekuwa nikizungumza juu ya viwanda, huwezi ukawa na viwanda bila kuwa na umeme. Kwa hiyo swala la umeme nitalisimamia sana, na ninafahamu katika masuala ya umeme saa nyingine pamekuwa na mchezo wa ovyo ovyo. Zinaponyesha mvua, kwa mfano kwenye mabwawa kule la Mtera, na bahati nzuri mimi na wahandisi ambao nimesoma nao, wamekuwa wengine wanachomewa hela, wanayafungulia maji usiku, halafu yanakuwa yanapungua. Nataka niwaambie wakae mkao salama, Magufuli anakuja. Nataka swala la umeme liwe historia, na hasa kwa sababu tumevumbua gesi. Tunataka umeme ikiwezekana tupate wa kutosha katika nchi yetu, na ikiwezekana umeme mwingine tuuze, kama ambavyo Uganda inavyotuuzia umeme kule Kagera, Bukoba. Tunataka tuwe na umeme wa kutosha, na hasa kwa sababu tumevumbua gesi ya kutosha. Gesi tulionayo Tanzania ina zaidi ya futi za ujazo trilioni 55. Ile tukisupply katika grid ya taifa, swala la umeme litakuwa historia katika nchi yetu. Nataka niwahakikishie Watanzania, nataka niwahakikishie wana Mwanza, swala la umeme nitalibeba kwa nguvu zangu zote. Na mimi ndiyo Magufuli. Kama palikuwa na mianya ya ovyo ovyo, nitaifunga hiyo mianya kwa Magufuli, kama Magufuli anavyofungaga katika maeneo mengine. Swala la amani na ulinzi na usalama, napenda nivipongeze vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi, jeshi la wananchi, jeshi la usalama wa taifa, mgambo, wazimamoto, immigration na waraia wengine. Nataka niwahakikishie tutaimarisha majeshi yetu. Kuna kazi nzuri imefanyika sana katika majeshi yetu kwa kujengewa nyumba na kadhalika. Nataka niwahakikishie hatuwezi tukawa tunawatumia tu kwa ajili ya kutulinda. Tunataka mishahara yenu niweze kuiboresha vizuri, na kwa bahati nzuri nikishakabidhiwa tu rais na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, mimi ndio nitakuwa amiri jeshi mkuu, na amiri jeshi aliyekomaa anayeweza kupiga hata push up. Kwa hiyo halitakuwa tatizo. Nitahakikisha kazi nzuri ambazo zimeanza kufanywa katika majeshi yetu, ikiwa pamoja na makazi, mishahara yenu na mambo mengine yote, tutayaendeleza kwa nguvu kubwa. Lakini napenda niwahakikishie pia nitaulinda na kuhudumisha muungano wetu.
nitaulinda na kudumisha muungano wetu. Muungano huu umeasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee wetu Karume. Ni muungano ambao umetufanya Tanzania tukae kwa amani na salama. Napenda niwahakikishie Watanzania, muungano wa Tanzania nitauenzi kwa nguvu zangu zote, na mtu yoyote atakayejaribu kuchezea muungano wa Tanzania nitalala naye mbele kwa mbele mpaka atajua. Na ndiyo maana katika kuhakikisha kwamba muungano wetu unadumu, nilimchagua Mama Samia Suluhu ambaye amekuwa akishughulikia masuala ya muungano katika ofisi ya makamu wa rais, ili ndiye awe mgombea mwenza, na kama tutachaguliwa, yeye ndiye atakuwa makamu wa rais wa kwanza mwanamke tangu dunia iundwe. Ana uzoefu wa kutosha katika masuala ya muungano. Zile kero ndogo ndogo ambazo zimebaki za masuala ya muungano tutazishughulikia na kuzimaliza haraka sana, ili Tanzania iendelee kukaa salama. Muungano ni kitu muhimu, na ndiyo maana hata Ulaya wanaungana. Jumuiya ya European Union imekuja baada ya muungano wa Tanzania na Zanzibar. Kwa hiyo muungano ni lazima tuudumishe kwa ajili ya usalama wetu, kwa ajili ya uchumi wetu, lakini kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania wote. Ndugu zangu, katika kuzunguka kwangu katika mikoa mbalimbali, vijiji na kata na wilaya, nimeona swala la kilimo ambalo linachukua zaidi ya Watanzania 75% wanatumia kilimo. Napenda niwahakikishie wakulima, wafugaji, wavuvi ambao ndiyo sekta pekee inayoajiri Watanzania wengi, tutaimarisha kwa kuhakikisha kwamba kilimo chetu kinakuwa cha kisasa zaidi. Tutaimarisha kwa kuhakikisha yale mazao ambayo yamekuwa yakichangia uchumi wa nchi hii, kwa hapa Mwanza kwa mfano pamba, tunaboresha bei ya pamba ili Watanzania wa Mwanza na wa maeneo mengine wasikate tamaa kulima pamba. Lakini katika kuboresha kilimo cha pamba, tutahakikisha tunakuwa na viwanda vingine, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Tunapokuwa na pamba, lazima pamba ile iuzwe kwenye majineri. Nikisema majineri, wananchi wa kanda ya Ziwa mnafahamu, kwa ajili ya kujini pamba yetu na kutengeneza marobota, kutengeneza mbegu na kutengeneza mashudu. Baada ya hiyo process, lazima tuwe na kiwanda kingine ambapo marobota tunayapeleka pale ili yakatengeneze nguo, yakatengeneze nyuzi. Kwa hapa Mwanza tulikuwa na Mwatex. Nasema uongo? Nguo za Mwatex enzi zile zilikuwa nzuri sana. Walikuwa naita Wasukuma, walikuwa nasema nikolera jamaa kenji ya Mwatex. Nasema uongo jamani? Kwa wale wenye umri wangu hivi na kunizidi, kiwanda kile kilitengeneza ajira. Mji wa Igoma na Nyakato umetokana na kiwanda cha Mwatex. Leo Mwatex inasuasua. Napenda niseme hapa kwa wazi kwamba kiwanda kama cha Mwatex, wale waliobinafsishwa kile kiwanda wahakikishe kinafanya kazi kwa nguvu kubwa zaidi ili Watanzania wengi wapate ajira. Wakifanya kazi kwa kusuasua, mimi sita kuwanyang'anya. Mimi kwangu ni kazi tu. Kama wana matatizo fulani, basi hayo matatizo wayalete serikalini, tuyatafutie ufumbuzi haraka, ili Mwatex pamoja na viwanda vingine ambavyo vinashindwa kufanya kazi, kikiwepo kiwanda cha Tanneries cha ngozi ambacho kimekaa tu hata ngozi hazitengenezwi. Nataka viwanda vyote vilivyosimama, si kwa Mwanza tu, lakini katika nchi nzima, vianze kufanya kazi.
vitakapofanya kazi vitatoa ajira kwa Watanzania wengi. Wakishatopata ajira kwa Watanzania wengi, ile malighafi inayoenda kwenye viwanda vile itasaidia kujenga uchumi wetu. Na ndiyo maana ninasema serikali ya awamu ya 5 ya Magufuli ni ya viwanda. Kwa hiyo niwaombe sana wawekezaji ambao walibinafsishwa viwanda vile, sasa wafanye kazi usiku na mchana katika kuhakikisha vile viwanda sasa vinafanya kazi ili viweze kutoa ajira kwa Watanzania walio wengi, na serikali itapata ushuru kutoka na viwanda vile. Lakini pia kwa sababu Tanzania sasa inaelekea katika uchumi wa kati, na hasa kwa kuwa na miundombinu mizuri, kwa kuwa na umeme ambao gesi imepatikana, na kwa vile pia tuna amani, tunawakaribisha wawekezaji wa ndani, wa nje, waje wawekeze katika nchi yetu, kwa sababu nchi yetu ni salama. Wakishawekeza katika viwanda mbalimbali, tuna uhakika masuala ya ajira, uchumi wetu utaweza kupanda kwa juu. Hiyo ndiyo dhamira yangu nitakapochaguliwa kuwa rais wa awamu ya 5. Swala la mifugo nalo nimelizungumza sana katika maeneo yote niliyopita. Swala la uvuvi nimelizungumza sana, na nilipokuwa hapa niliwaomba ndugu zangu wafugaji wavuvi, tujitahidi sana tusivulie Theodan, kwa sababu unapovulia sumu kwenye maji huui samaki mmoja tu, bali unaua mpaka mayai. Kwa sangara huwa anataga mayai kati ya 1,000,000 na 1,150,000. Ukiua sangara mmoja tu umeshaua samaki kati ya 1,000,000 na 1,150,000. Ukiua sangara 10 zidisha mara 15. Kesho utavua nini? Lakini nataka niwathibitishie ndugu zangu wavuvi, tutahakikisha tunawasaidia wavuvi wadogo wadogo. Yale maushuru ya ajabu kwenye mitumbwi, upake rangi ushuru, kufanya registration ushuru iji wa Sumatra, ushuru iji wa fire extinguish, ushuru wa namna gani ambao unakuwa kero kwa wavuvi, tutahakikisha tunaupunguza na mwingine tunaufuta kabisa. Lakini pia tutawaletea zana nzuri za uvuvi. Lakini pia tutahamasisha Watanzania kwa ujumla tuanze kufuga samaki. Tumeshaanzisha hiyo mipango, tunataka tuiendeleze kwa nguvu zote. Kuna nchi ambazo zimefuga samaki na leo zinaongoza katika kuuza samaki duniani, mfano wa Vietnam, hata China wanafuga. Katika kipindi cha nyuma, kanda ya ziwa hii kuanzia Msoma mpaka Bukoba tulikuwa tunatengeneza ajira ya watu 6,000,000 kila siku kwa ajili ya sekta ya uvuvi tu. Tunataka tuiendeleze vizuri ili kusudi sekta ya uvuvi iweze kuwasaidia wavuvi wadogo wadogo, hata kwa kuwakopesha zana za kuvua. Napenda niyaseme haya, sizungumzi tu katika ukanda wa ziwa, lakini hata katika bahari ya Hindi, katika maziwa mengine 21 yaliyoko katika nchi yetu. Tunataka tuhakikishe uvuvi unakuwa endelevu kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wote. Achaneni na propaganda zilizokuwa zinaenezwa kwamba mkimchagua Magufuli atazuia uvuvi. Mimi ndugu zangu, hata kuvua nokobuka na tebile kuuza afuru nimeuza. Kwa hiyo ninafahamu kazi ngumu wanayoifanya wavuvi na ni lazima tuwaendeleze. Swala la mifugo nimeshalizungumza. Swala la ajira kwa vijana, napenda nichukue nafasi, katika muda wote nilipokuwa nikizunguka, vijana nimepata support yao kubwa sana. Kila mahali tulipoenda vijana walikuwa mbele. Vijana wa vioni, wa shuleni, wa vijijini. Na hii nikajua kwamba mabadiliko ya haraka, vijana wanataka haraka. Vijana hawahitaji kusubiri. Vijana hawahitaji kwenda polepole, wanataka kwenda kwa spidi. Na mimi nataka niwahakikishie vijana, mwenye kuweza spidi ya vijana ni mimi. Na ndiyo maana ninawaomba vijana wote Tanzania, msiwe na wasiwasi, mpeni kura Magufuli akawe rais wa awamu ya 5, kwa sababu ataenda na spidi yenu ya mabadiliko ya haraka. Kwangu mimi ni kazi tu. Na vijana mnasema kazi tu.
Kwa hiyo kazi tu kwa vijana, kazi tu kwa Magufuli, kazi tu ya mabadiliko kwa ajili ya kutengeneza Tanzania mpya. Wafanyabiashara wadogo wadogo, wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wakubwa, katika mikutano yangu yote katika nchi nzima nimekuwa nikisisitiza mimi ni rafiki wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wakubwa, kwa sababu tunawahitaji wafanyabiashara wakubwa waje wawekeze katika nchi yetu ili tuweze kupata na kujenga uchumi wa nchi yetu, tuweze kupata ajira. Huwezi ukazungumzia swala la kupata ajira ukiwa huna wawekezaji wakubwa watakaojenga viwanda. Na tunataka ajira tuiongeze kutoka 9.9 hadi 40%. Na hili linawezekana. Tulifanya hivyo kwenye sekta ya ujenzi. Ajira tukawa tumetengeneza ajira za watu 1,134,000 katika nchi nzima, ambao walikuwa wanashughulika katika miradi mbalimbali ya barabara, na hasa baada ya kuwa na makandarasi waliokuwa registered zaidi ya 8,526 na kuwa na registered engineers na consulting firms zaidi ya 15,027 na kuwa na architects na quantity surveyors zaidi ya 1,368. Tuliweza kutengeneza ajira ya watu zaidi ya milioni 1.134. Ninaamini na ndiyo dhamira yangu, nitakapokuwa rais, nataka tutengeneze ajira ya kutosha kwa ajili ya Watanzania, kwa kuwaruhusu wawekezaji wakubwa, wadogo, wakati waje wawekeze katika nchi yetu, ili Watanzania na vijana wengi ambao tatizo lao kubwa limekuwa ni ajira waweze kupata ajira. Lakini kwa vijana pia tumezungumza, kwa wale ambao wanamaliza vyuoni tutatenga fungu maalum kwa ajili ya kuwapa mitaji ili kusudi wakaanzishe makampuni yao. Nchi zote duniani zilizopanga mipango yao ya kujenga uchumi wao ziliwaendeleza watu wake. Hili nalo tutalifanya kwa wasomi wetu ambao wengine wana profession nyingi ambazo zinaweza zikatumika katika kujenga uchumi wa Watanzania. Lakini kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, nimelizungumza sana kila mahali niliposema. Pamekuwa na makero ya ajabu ya maushuru ya ajabu, maushuru yenye kero ambayo yanamkera mtu yoyote. Uwe na kazi, unauza jitu nyanya, ushuru; uuze tumiwa, ushuru; uuze tu nini, ushuru; unakwenda kunyoa, ushuru; unakwenda iji saruni, ushuru; hata kama una brush viatu, ushuru; unaziba tairi, ushuru; una bajaji, ushuru; una bodaboda, ushuru. Haya maushuru nimeshazungumza na ninapenda nirudie hapa. Maushuru haya, maushuru tunataka tuyafunge, ili serikali ya awamu ya 5 isitegemee ushuru kwa watu wadogo wadogo. Watu wadogo wadogo waweze kufanya kazi zao na kuinua maisha yao, ili asilimia ile ya 28.2 ya umaskini iweze kushuka zaidi. Kwa hiyo napenda kuwathibitishia ndugu zangu wananchi mliokusanyika hapa katika uwanja wa CCM Kirumba, na Watanzania wote wanaonisikiliza katika nchi nzima kwa kupitia redio pamoja na TV, swala la ushuru nitakapoingia madarakani nitalisimamia kwa ukamilifu wangu, ili kusudi tupunguze hii kero kwa wananchi wanyonge katika kutozwa maushuru. Naomba mniamini, na ninahitaji mnipe kura za kutosha nikawe rais. Na ndio maana nimekuwa nikizungumza, mimi ni rafiki wa wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati, wafanyabiashara wakubwa. Kwangu mimi ni kazi tu. Kwa wafanyakazi, nimezungumza katika maeneo mengi ambayo nimezunguka katika nchi hii. Ipo kero ya msingi kwa wafanyakazi, na hasa katika makato yao ya mishahara, ambao wamekuwa wakikatwa 11% ya mishahara yao kama payee. Hili linawafanya kuwapunguzia mori za kufanya kazi. Kwa bahati nzuri, katika awamu ya 4 pameundwa bodi ya kushughulikia na kupitia mishahara ya wafanyakazi wote wa mashirika ya umma, wa serikalini, kila maeneo.
hii tume itakapoleta ripoti yake, nataka niwahakikishie tutaisimamia vizuri ili tuweze kuboresha mishahara ya wafanyakazi katika nchi hii na kuweza kupunguza hizo percentage wanazokatwa ambazo ni 11% ziweze kushuka zaidi, ili kusudi fedha watakazokuwa wanazipata ziweze kuwasaidia katika kuendesha maisha yao. Hata mimi nimekuwa mfanyakazi, nimekuwa mwalimu. Kwa hiyo zile propaganda zinazopitishwa za kusema Magufuli ni mkali mno, anachukia wafanyakazi, zile mzipuuze. Mimi nimekuwa mfanyakazi, na bahati nzuri hata mke wangu alikuwa mfanyakazi na sasa bado ni mwalimu na alifundisha shule ya Kitangiri, shule ya msingi pale. Na mimi nilikuwa nakaa pale kwa mzee Tubanga. Na siku nyingine nikakaa pale Ghana Quarters. Lakini hata kanyumba kangu kapa pale Selemani Naso. Kwa hiyo ninafahamu hali halisi ya maisha ya Mtanzania wa kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu wafanyakazi, nataka niwahakikishie mimi ni rafiki wa wafanyakazi. Nataka tuboreshe mishahara ya wafanyakazi. Nataka wafanyakazi wajisikie vizuri wanapofanya kazi zao. Na hili nalo nimeliona katika maeneo mbalimbali. Napenda niwathibitishie wafanyakazi wa Tanzania, mimi niko pamoja na ninyi. Ndugu zangu, katika swala la utalii, Tanzania tumebahatika sana kwa kuwa na wanyama wa kila aina. Tuna mbuga za wanyama nyingi, nafikiri zinachukua almost 25% ya eneo lote la Tanzania. Tunataka utalii huu uweze kuisaidia nchi katika kujenga uchumi. Kwa sasa hivi watalii wanaoingia nchini ni kati ya 1,000,000 hadi 1,1.1. Tunataka watalii waongezeke, wafike zaidi ya 2,000,000 watakaokuwa wanaingia katika nchi. Kwa njia hiyo tutakuwa tumeweza kupata fedha ambazo zitaweza kuhudumia shughuli zingine, ikiwa ni pamoja na kuboresha mishahara ya wafanyakazi, kuboresha huduma za hospitali na mambo mengine. Kwa hiyo swala la utalii nalo tutalizingatia kikamilifu katika kuhakikisha kwamba tunauendeleza kwa mkakati wote. Ndugu zangu, masuala ya wachimbaji wadogo wadogo nalo nimeliona katika maeneo mbalimbali. Bahati nzuri katika awamu ya 4 swala la wachimbaji wadogo wadogo limeanza kushughulikiwa kwa kuwa wanapewa mitaji na mikopo na kupewa maeneo. Mpaka sasa hivi kuna zaidi ya maeneo zaidi ya 25 ya wachimbaji wadogo wadogo yaliyotolewa kwa wachimbaji wadogo wadogo. Napenda kuwathibitishia ndugu zangu wa Tanzania, wakiwepo wa Tanzania wa Mwanza na maeneo mbalimbali ambao mnajishughulisha na uchimbaji, tutahakikisha tunatoa mikopo, tunatoa zana bora, lakini pia tutakuwa tunawapa mitaji wachimbaji wadogo wadogo. Thamani wanayopewa wachimbaji wakubwa wakubwa ndio hivyo hivyo thamani tutakuwa tunaitoa kwa wachimbaji wadogo wadogo, ili na wao washiriki kikamilifu katika kujenga uchumi wa nchi yetu. Ndugu zangu, kuna masuala ya mawasiliano, tutaendelea kuyaimarisha, simu, mitandao na kadhalika. Swala la viwanda nimelizungumza. Ujenzi wa nyumba bora nalo tutalisisitiza, na katika mipango ya nisubiri kwanza, mchezo utafika tu. Katika mipango inayokuja ya baadaye, tunataka tuboreshe makazi ya Watanzania. Tunataka tuanze kupunguza bei ya vifaa vya ujenzi. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 amefungua kiwanda kule Mtwara cha Dangote. Kule walikuwa wananunua simenti mfuko mmoja shilingi 16,000 hadi 17,000. Leo wananunua 8,000 kwa mfuko. Tunataka, kwa sababu tunataka tujenge viwanda vingi. Lengo letu katika serikali ya awamu ya 5 ni kuanza kupunguza bei ya vifaa vya ujenzi. Tutapunguza bei ya simenti, tutapunguza bei ya mabati, tutapunguza bei ya nondo, tutapunguza bei ya misumari. Lengo letu ni Watanzania wengi waweze kujenga nyumba kwa gharama nafuu na waweze kumudu kujenga gharama zile nyumba ambazo. Sisi hatuna yale maneno ya lugha ya kuomba kura, ya kusema mkinichagua mimi siku 48 tu nyumba za tembe za majani zote zitaisha.
ule ni uongo na ni utapeli mkubwa. Sisi tutapunguza vifaa vya ujenzi ili Watanzania waweze kujenga nyumba zitakazowafaa kwa gharama nafuu na waweze kuhimili maisha yao. Nyumba za majani zitatoka polepole. Hata mimi nilizaliwa kwenye nyumba ya majani. Ndugu zangu, kuhusu swala la elimu, lile nalo limejitokeza sana katika mizunguko yangu. Watanzania wameshajua maana ya elimu. Watanzania hasa baada ya kujengwa shule nyingi za msingi na shule nyingi za sekondari na shule nyingi za vyuo vikuu, wanataka swala la elimu tuliwekee mkazo mkubwa. Na hayo ndiyo maoni mengi ya Watanzania. Kuna kazi kubwa imefanyika kwa kuwa na shule nyingi za msingi. Tumekuwa na shule nyingi za sekondari za kata, lakini pia tumekuwa na vyuo vikuu vingi. Miaka ya nyuma tulikuwa na chuo kikuu kimoja tu. Leo tuna vyuo vikuu vingi tu ambavyo vinatoa wanafunzi wengi. Nimelizungumza na napenda nilisisitize hapa kwamba kuanzia mwaka kesho wanafunzi wote watakaoingia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 watasoma bila kulipa ada ya shule. Ninalirudia hili na nimekuwa nikilizungumza, lakini kwa wale watakaoendelea vyuo vikuu tutahakikisha masuala ya mikopo hawasumbuki. Ukishaingia chuo kikuu ni lazima upate mikopo kwa wakati, badala ya kusubiri mpaka ugome ndio upate mikopo. Na kwa hao wanaotoa mikopo, kweli mimi nitashughulika nao. Nataka nihakikishe mikopo inapatikana, tutoe elimu bora. Kwa shule za sekondari tutaanza kujenga nyumba za walimu, tutaanza kuboresha makazi ya walimu na wafanyakazi wengine. Kwa hiyo napenda nilisisitize hili kwamba swala la elimu litakuwa na kipao mbele kwetu katika awamu ya 5 kwa ajili ya kujenga uchumi wa kisasa na wa juu zaidi kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba Tanzania inafika kwenye eneo na iwe na uchumi wa kati kuliko uchumi wa chini kama tulionao sasa. Na kwa sababu mazingira mazuri yameshapatikana, na ninaamini haya tunaweza tukayafanya. Swala la afya tumepanga baada ya kuzunguka katika maeneo mbalimbali. Swala la afya, pamoja na kwamba tumejenga hospitali na tumeanza kuboresha baadhi ya hospitali katika wilaya mbalimbali, lakini bado kuna kazi kubwa ya kujenga hospitali nyingi zaidi. Tumepanga katika awamu ya 5 kila kijiji tujenge dispensary, kila kata tujenge kituo cha afya, kila wilaya tujenge hospitali ya wilaya itakayokuwa na vifaa vyote, x-ray, ultrasound na kadhalika. Lakini katika mkoa, kila mkoa uwe na hospitali kubwa ya rufaa. Tunafanya hivi ili kusudi afya za Watanzania ziweze kuboreka vizuri. Na tunataka tuhakikishe tuwe na manesi, tuwe na madaktari, tuwe na watumishi wa afya watakaolipwa mishahara mizuri, lakini pia tuwe na madawa. Lile swala la kuwa unaenda hospitali unaambiwa, unaandikiwa cheti, unaambiwa nenda kanunue madawa kwenye duka la mtu binafsi. Maduka ya mtu binafsi yana madawa, lakini hospitali hakuna madawa. Hilo tunataka tulimalize. Tunataka tulimalize kwa kuwa na madawa katika hospitali zetu. Na hili ndugu zangu, mimi naomba mniamini. Nimekuwa waziri kwa miaka 20. Ninajua ninachokisema. Ninakijua kweli. Ninafahamu mianya ile ya rushwa huko juu. Na mingine ilikuwa inafanywa na makubwa kweli, ambao nilipoingia tu mimi kwamba nagombea urais wakakimbia. Najua mnawajua. Tunataka tukaizibe ile mianya, ili hiyo mianya fedha zile ziweze kuteremka kwa wananchi wa kawaida, waweze kupata madawa, wapate elimu, wapate huduma zote za jamii zinazowafaa kwa wakati, wapate maji na kadhalika. Kwa hiyo napenda mniamini, na ninarudia hili kwamba tutahakikisha swala la afya nalo tunalipa kipaumbele katika serikali ya awamu ya 5 ili wananchi wawe na afya njema. Lakini pia bima ya afya tutaisisitiza, kwa sababu ile inapunguzia makali wa Tanzania wa kawaida katika kupata huduma zao. Ndugu zangu, swala la barabara,
Miundombinu ya barabara katika nchi yoyote inayohitaji kuendelea huwa ni swala muhimu sana. Barabara ni kitu muhimu, na barabara huwa inatumika kama mishipa ya damu katika uchumi wa nchi yoyote. Tumejitahidi katika awamu ya 3 na ya 4 ya mzee mtarajiwa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, zaidi ya kilomita 17,762 za barabara zimeweza kujengwa, zaidi ya madaraja 7,200 yameweza kukamilika, na madaraja mengine makubwa 12 yamekamilika na mengine 13 yanajengwa. Tanzania sasa inaunganika kila mkoa kwa barabara za lami. Katika awamu inayokuja tunataka tuanze kuunganisha barabara za lami katika wilaya zetu, lakini pia tunataka tuboreshe katika miji na majiji barabara za juu, ikiwemo katika jiji la Mwanza. Na ndiyo maana ninapozungumza hapa, michoro ya kujenga njia ya waenda kwa miguu hapo Furahisha imeshamalizika, na inawezekana ndani ya miezi miwili mtamuona kandarasi anajenga pale, na ile itakuwa ni nzuri zaidi kuliko ile ya Mabatini. Kwa hiyo watu na uhakika, baada ya muda mfupi watu watakao kuwa wanakuja kwenye uwanja huu wa CCM watakuwa wanapita juu badala ya kupita chini na kupunguza ajali. Lakini pia tuna mpango wa kuanza kupanua barabara ya kutoka hapa Furahisha kwenda airport, ili nayo iwe na njia 4 ikiwezekana, kwa sababu eneo la kupanua lipo. Lakini pia tunatengeneza njia za pete katika maeneo mbalimbali. Hata hapa Mwanza tumejengeneza ya kutoka Pasiasi kwenda Buzuruga, na nyingine tumetengeneza kutoka Usagara hadi Kisesa. Tutaendelea kutengeneza barabara nyingi. Ni bahati mbaya tu, ndugu zangu wa Mwanza, katika kipindi cha miaka 5 mlikosea kuchagua, kwa sababu wao wanasema kosea njia usikosee kuoa, lakini watu wengine wanasema kosea hata kuoa au kuolewa, kwa sababu unaweza ukaomba taraka au mkatarakiana, lakini ukikosea kuchagua madhara yake ni makubwa mpaka miaka 5 ipite. Tumekuwa hapa Mwanza, sijawahi kuombwa hata barabara moja ya lami kutengeneza. Hata lile daraja la Mabatini niliombwa na wabunge wa kina Mama Hewa, na nikaombwa tena na Diaro ambaye wala hakuwa mbunge, alikuwa mwenyekiti. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Mwanza, Mwanza mfanye mabadiliko. Kwa Tanzania tufanye mabadiliko. Mimi nawapenda vyama vyote, lakini tufanye mabadiliko. Kuna wakina Mabura hapa, na leo mvua imenyesha, inaonyesha wakina Mabura wachaguliwe. Kwa sababu nimekuja tu hapa, mvua imenyesha. Mvua ikunyesha leo hapa, na Mabura kwa Kisukuma maana yake nini? Mvua, si ndio? Hiyo ni saini nzuri. Huo ni mwelekeo mzuri kwamba Mwanza tunachagua wakina Mabura wawili, Angelina Mabura na mwingine nani? Stanislaus Mabura. Ndugu zangu, kuhusu bandari, tunataka tuiboreshe hii bandari, na hii itaendana pia kununua zile meli ambazo ziliahidiwa katika awamu ya 4. Bahati nzuri mipango ya kujenga zile meli zimeshaanza. Nataka niwahakikishie katika awamu ya 5 meli zitakuja kwa ajili za abiria ya kusafirisha wananchi wa kutoka hapa kwenda Msoma na kwenda Bukoba, ili tupunguze swala la wao tu kutumia barabara. Lakini pia tutajenga reli ambayo ni standard gauge kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza, kutoka Tabora hadi Mpanda, na kutoka Tabora hadi Kigoma. Kuhusu usafiri wa anga, tuna mpango wa kupanua uwanja wa ndege wa Mwanza, lakini tutapanua viwanja vya ndege vingine vikubwa. Nilikwisha waeleza tulipokuwa pale Furahisha kwamba tunataka Mwanza tuifanye iwe Geneva ya Afrika, lakini tunataka tuboreshe katika maslahi ya nchi ya maeneo haya, hasa kwa sababu ya kijiografia yake. Mwanza iko jirani na DRC, iko jirani na Burundi, iko jirani na Rwanda, iko jirani na Uganda, iko jirani pia na Kenya. Lakini tunataka tuboreshe viwanja vingi katika nchi nzima, kwa sababu najua Watanzania wengi wananisikiliza.
kwa kuviwekewa viwanja vile lami, na lami si tatizo kubwa katika kuweka katika viwanja vyetu. Tunataka Watanzania wawe na maamuzi yao wenyewe kwamba nataka kusafiri kwa ndege, nataka kusafiri kwa barabara, nataka kusafiri kwa maji, nataka kusafiri kwa nini. Uwe ni uamuzi, na hayo ndiyo maendeleo tunayoyataka katika serikali ya awamu ya 5. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda pia niwahakikishie Watanzania tutaendelea na kuyaendeleza mahusiano na majirani zetu, kwa sababu sisi sote Watanzania tunategemeana na majirani zetu. Majirani zetu kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC, Zambia, Msumbiji, Malawi, lakini pia tutaendeleza mahusiano mazuri na nchi zingine za Afrika pamoja na nchi za dunia nzima, kwa sababu dunia sasa imeshakuwa kijiji. Tunataka kwenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya kuijenga Tanzania mpya katika uchumi wetu. Ndugu zangu wana Mwanza, nimezungumza mengi, lakini kwa ujumla ninachotaka kuwaomba wana Mwanza na Watanzania wote kwa ujumla, niliomba urais si kwa bahati mbaya. Niliomba nafasi ya urais kwa sababu nilijua na niliguswa kwamba nina uwezo wa kuwa rais, na ndiyo maana nataka niwahakikishie yale masuala yote ambayo nimeyazungumza hapa na yale mengine ambayo sikuyazungumza. Najua kuna masuala ya michezo, na leo tuko kwenye uwanja hapa na vijana wengi wanapenda michezo. Hata mimi napenda michezo, na mimi nilikuwa golikipa mzuri, lakini hata kupiga ngoma napiga tumba vizuri. Ninapenda michezo. Nataka niwahakikishie michezo tutaiendeleza, iwe ya riadha, iwe ya mpira, iwe ya basketball, iwe ya pinkball, iwe ya panat, kila kitu tutaiendeleza hiyo michezo. Lakini wasanii pia hatutawatumia tu wakati wa kampeni za Chama cha Mapinduzi. Tutaanzisha mfuko maalum wa wasanii. Haiwezekani wasanii na wanamichezo wa Ulaya wanakuwa matajiri, halafu wasanii wa Tanzania hata haki zao zinakuwa zinaibiwa tu na watu. Unapiga nyimbo unaisikia inaibiwa bila haki zao. Nataka niwahakikishie, sanaa ni biashara kama zilivyo biashara zingine. Tutazilinda hata kama ni kwa kutunga sheria. Kwa wanahabari, nataka niwahakikishie wanahabari mmefanya kazi kubwa sana. Waandishi wengi wa Tanzania, vyombo vya habari vimetoa elimu kubwa sana kwa Watanzania. Hata sasa hivi ninapozungumza, vyombo vya habari wananisikia Tanzania nzima, wananisikia dunia nzima, wananisikia Afrika nzima, na wote wana appreciate na kujua kwamba rais wa awamu ya 5 anazungumzia leo kwenye uwanja wa CCM Kirumba, ambaye ni John Pombe Joseph Magufuli. Ninawapongeza wanahabari. Tutahakikisha tunawalinda, tunawapa support, lakini hata yale mengine ambayo yamekuwa yameshindikana, napenda niwahakikishie nitayabeba, ili kusudi kazi kubwa mnayoifanya ya kuelimisha Watanzania, na ninyi mnashiriki pia katika kujenga uchumi wa nchi hii, tunaenda sambamba kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania yetu mpya. Mmezungumza mambo mengi, mmejitoa, mmehangaika kwenye kampeni hii. Tumezunguka na wanahabari kila mahali, na wengi wao ni wazuri sana, wanaandika habari nzuri zisizopendelea. Wanaandika, wengi wameandika kwamba Magufuli ni rais wa awamu ya 5, na mimi nawapongeza wanahabari. Siku ya kuapishwa mje wote wanahabari, tusherehekee wote siku ya kuapishwa John Pombe Joseph Magufuli atakapokuwa rais wa awamu ya 5. Na ninaomba muandike hilo, msiliache kuliandika, kwa sababu rais wa awamu ya 5 ni John Pombe Magufuli. Jamani, nasema uongo? Wangapi wanataka niwe rais? Hebu tupeperushe hivi mikono kwa haraka haraka kweli tujue. Magufuli oye! Mwanza oye! Shangilia Magufuli! Piga muruzi Magufuli! Piga muruzi tena!
Piga vigeregere. Unguruma. Unguruma. Ndugu zangu wana Mwanza, makaribisho niliyoyaona leo na makaribisho ambayo nimekuwa nikiyaona katika maeneo mbalimbali, na bahati nzuri makaribisho nimekuwa nikiyapata, wana CCM wamenikaribisha, wana Chadema wamenikaribisha, wana Ukawa hawakukawia wakanikaribisha, wana Kafu wamenikaribisha, wana ACT wamenikaribisha. Ninawashukuru sana. Ninawashukuru sana. Ninachowaomba, kesho tarehe 25 mkakamilishe hiyo kazi. Ninawaomba sana Watanzania, kupitia mkutano huu wa Mwanza ambao leo ndio tunafunga kampeni, na leo ndio ninasimama mara ya mwisho kuomba kura, kwa sababu baada ya mkutano huu sitaruhusiwa kuomba kura. Niwaombe ndugu zangu, niwaombe wana Mwanza, niwaombe wa Tanzania, kesho asubuhi mkaweke tiki kwa jina la John Pombe Joseph Magufuli, mkachague wabunge wa CCM. Na kwa hapa ni Angelina Mabura na Stanislaus Mabura. Mkanichagulie madiwani. Nataka niwahakikishie ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni kazi tu. Mwanza oye! Nataka niwahakikishie, nimechagua mgombea mwenza Mama Samia. Ninamfahamu, ni mchapakazi sana. Wakina mama wote ni mtetezi wenu huyu. Mtakapokwenda kesho kupiga kura ya Magufuli, mnaanza na jina langu, anafuata Mama Samia, panakuja alama ya Chama cha Mapinduzi, weka tiki mle ndani. Uwe Chadema, uwe Kafu, uwe CCM, uwe huna chama, Tanzania tunahitaji maendeleo. Vyama vyetu pembeni kwanza, ukabila wetu pembeni kwanza, dini zetu pembeni kwanza. Tuweke Tanzania mbele. Tuweke Tanzania mbele. Na nataka niwahakikishie, nitachagua watu makini. Sitachagua watu ambao unamchagua, unakaa naye, anakuwa msaidizi wako, baadaye anatoka anakwenda anazungumza nje kwamba serikali hii haikufanya kazi chochote kwenye miaka 54 wakati alikuwemo humo. Na ndiyo maana jana nilipokuwa Dar es Salaam nilimpa pole mzee mtarajiwa, mzee Kikwete na mzee Mkapa, kwa sababu walikosea kidogo kidogo kuchagua wasaidizi wao ambao imekuwa ni kero. Wametuletea matatizo katika nchi. Tunalipia umeme wa ajabu. Hawakutusaidia katika nchi. Hawajui tulikotoka, hawajui wala tulikokwenda. Rais wetu ameshawasamehe, na sisi tuwasamehe 7 mara 70, lakini mimi nitajitahidi nisirudie makosa hayo. Nitajitahidi nisirudie makosa hayo. Lakini napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wazee ambao siku zote wamekuwa wakiniombea kura. Yuko mzee Msuya, yuko mzee Mkapa, yuko mzee Mwinyi, yuko mzee Salim Mohamed Salim, yuko mzee Warioba na wazee wengine wengi, pamoja na mzee mtarajiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Huyu ni mzee, ingawaje anaonekana kijana, bahati nzuri sura yake ni nzuri. Inawezekana mimi kwa sababu ya mashida mengi ya kulala kwenye mabarabara na kwenye madaraja. Lakini nawashukuru Watanzania wote ambao bila kujali vyama vyenu mlisimama kidete
kuniombea kura bila kujali umri wenu. Mmezunguka katika maeneo mbalimbali mkiniombea kura. Napenda niwathibitishie Watanzania wote, wazee kwa vijana, wakina mama, watoto, wajane, sitawaangusha. Mimi nitakapoingia madarakani itakuwa ni kazi tu. Itakuwa ni kazi tu. Siku ya kwanza ni kazi mpaka mwisho. Nataka tuibadilishe nchi hii kwa spidi kubwa. Nataka niwaahidi na wala sitawaangusha. Ndiyo maana ninawaomba Watanzania wote, kesho mkanipe kura za kutosha nikawe rais. Kama mahudhurio yangekuwa ndiyo kuapishwa, basi mahudhurio yaliyopo leo ya Mwanza na mahudhurio katika mikoa mbalimbali ambapo viongozi mbalimbali wamekwenda kufunga kampeni za CCM, naweza nikasema mimi ni rais wa awamu ya 5. Na ninavyoona, niwaambie, niseme nisiseme, niseme nisiseme, asilimia itakuwa zaidi ya 90. Mimi nawaambia, kwa sababu Watanzania wameshaamua rais ni Magufuli. Mwanza oye! Tanzania oye! Tanzania oye! Amani oye! Mwisho, na kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama changu cha Mapinduzi, kwanza kwa Chama cha Mapinduzi kuniamini na kuniteua. Mmeniamini kwa sababu wewe ndio mwanzilishi wa mabadiliko. Wapo watu wengi wanasema mabadiliko hayawezi yakatokea CCM. Mabadiliko umeanzisha wewe. Ulipoamua kuwatupa mafisadi nje, hayo ni mabadiliko. Otherwise mafisadi wangeendelea kutamba katika nchi hii. Umenileta mimi, nitailinda heshima hii, nikafanye kazi kwa manufaa ya Watanzania wote, wakafaidi matunda ya Tanzania yao nzuri. Najua sasa ni saa 12 kasoro 2. Sitaki nimalize dakika. Ninawashukuru tena. Mungu kesho akawajalie, akawalinde, mkaamke salama, kila mmoja mkaguswe mioyo zenu, ikaguswe na mikono yenu itakayotumika kuweka tiki ya kalamu, mkamchague Magufuli akawe rais wa awamu ya 5. Asanteni sana. Are Serema, are Serema, are Serema, Magufuli Serema. Na nataka niwaambie, Mheshimiwa Rais ameshasema kama ingekuwa hata zinapigwa tiki leo, hata leo tu ningeapishwa mimi nianze kazi kesho moja kwa moja. Lakini kwa sababu kuna utaratibu, ngoja tusubiri. Ndugu zangu, sitawaangusha. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Asante sana. Alisema Serema, Serema. Sasa ndugu zangu wa Mwanza, kwanza tunawashukuruni kwa kujitokeza kwa wingi. Tunawashukuruni kwa kuwa wasikivu na watulivu. Ndugu Magufuli amewataja Angelina Mabula, ameshapata Huyo Angelina mcheza basketball mwenzangu huyu. Kwa mimi ni mdau. Tunaemea kijana hapa, Stanislaus Mabula. Oye, oye, oye. Jamani, nyie mpate nini tena? Hawa vijana. Mie mzee, maana mimi na miaka 65, Magufuli 56. Sasa mimi mzee kwa kiwango chake. Lakini kwa kina mzee Mkapa wale ndio wazee, mie mtu mzima. Kwa ndugu zangu, nawashukuru sana. Ombi langu la mwisho kwenu, narudia. Leo mkilala, kila mmoja akague cheti chake cha kupigia kura, hati yake. Nazo
Ani vichinjio. Basi kesho mkachinje wale jamaa. Nyinyi watu wazuri. Mwisho kabisa tunawashukuru sana wale wote walioendesha kampeni hizi toka mwanzo mpaka mwisho. Tutapata nafasi ya kuwashukuru tena. Wasanii, mmetubeba sana, tunawashukuruni sana. Mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mwanza, ndugu Anthony Diallo, na televisheni yake ya Star TV, mmefanya kazi haina mfano wake. Wako watu walitamani CCM isisikike kabisa, lakini Diallo hukukubali. Umetufikisha hapa tulipofikia. Naungana na Magufuli aliposema kwamba hata kusahau, na mimi namkumbusha kwamba usimsahau. Baada ya kusema hayo, tunawashukuruni sana, asanteni sana. CCM hoye! Mwanza hoye! Tunachukua nafasi hii kuwashukuru wenzetu wa Mbeya, ambapo kwa mzee wetu mzee Mkapa, walioko uwanjani Mtwara mzee Mwinyi, na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Tanga wako uwanjani, wameungana sisi wanaangalia hivi. Lakini wale walioko majumbani mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani, tunaombea Mungu awape neema, kesho muamke salama ili Magufuli aende Ikulu. CCM oyee! Rumba kwa mbele. Tangazo. Kadi ya kura ya ndugu George F. Balamu iko hapa, aje aichukue. Kadi nyingine